Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV and NDC. Leo hii tuko ndani ya viunga hivi vya ukumbi wa halmashauri ya wilaya Handeni. Lengo kubwa hasa iliweza kutufanya tuweze kufika hapa ndani ya ukumbi huu wa halmashauri ya wilaya Handeni ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo yanayohusiana na mfumo mzima wa SIS. Na mafunzo haya yanajumuisha waratibu elimu kata wanaopatikana ndani ya halmashauri ya wilaya Handeni, lakini na walimu wakuu wanaopatikana ndani ya halmashauri ya wilaya ya Handeni. Ambatana nami sambamba twende ndani ya ukumbi tukajionee kupitia wawezeshaji ambao wanakwenda kuwajengea uwezo waratibu elimu kata pamoja na walimu wakuu wa halmashauri ya wilaya Handeni namna kutumia mfumo mzima wa SIS. Ambatana nami sambamba twende tukajionee. Tutaweza kufanya muda mfupi sana au mrefu sana kutegemea na nyendo kwa pale. Sisi yenyewe ipo katika njia mbili au tunapatikana katika njia mbili. Njia ya kwanza ni wewe ambao tutakuwa tunatumia Ajali, Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, hizo tunaita nini? Wewe. Au tutakuwa tunatumia app ili tuko tunajua Play Store na tunaweka maisha kama hiyo. Lakini tofauti kwenye app na kwenye web, setup zote kwa sawa. Kwa kama unapanga kompyuta yako, setup zote tofauti. Baada ya kufanya setup complete, walimu wewe unaweza kutumia app kwa urahisi zaidi. Usije kuanzia setup kwenye app, utafeli. Sawa? Kwa mafunzo tunatumia mfumo au njia ya kuassist training organization methodologies. Hiyo ndio njia ambayo kama tunakuwa kwenye chako ukiweka tumia hiyo routine. Tafadhali wengi tunakuja na dashboard au kompyuta ambazo tunazitumia pia kuingia katika live. Sio hakikisha unapoandika hiyo training isije kukuletea suggestion kwenye kompyuta au dashboard ukaingia kwa kutumia ile system live. Sawa, ingia kwa system live ukafanya mambo unakuwa unashafanya. Sawa, kaenda vizuri itakuwa vizuri, ila akifika itakuwa sio kwa kudai kama iandike bila suggestion. Lakini hivyo tupaswe kwenye mfumo ni secret at moja bila. Kama hiyo walimu tunayo kwa sababu sisi tunayatika wakuu wa shule na wakuu wa shule maana pengine si active. Unapokuwa umemtengenezea mwalimu account, mwalimu akiwa amesahau account, ukimreset akikuuliza password ya mfumo wa sisi hiyo secret at moja mbili tatu. Kwa hiyo unaanza kuingia asante ile password ni gani? Ukimreset tu mwalimu waambie password yako ni. Sasa huu mfumo una moduli au tunaona bila shaka tunaona hii ni akaunti live ya kwenye mfumo wa training kwa hii system yenyewe sisi ina moduli almost 9. Moduli ya kwanza ni dashboard. Dashboard yenyewe ina display ile taarifa za ujumla za shule. Kwa hiyo wanapokuwa kwenye dashboard ataona taarifa za ujumla za shule yake. Kwamba leo student wangapi, special need, total dropouts, hiyo dashboard. Moduli inayofuata ndio moduli mama. Hii moduli inaitwa school management. Na hii ndio hapo leo tunafanya tuwe busy sana. Ndio moduli ambayo tukipiga vizuri basi simu za sisi watu wanafanya mabadala. Moduli ya inayofuata inakuwa school vendor. Hii pia kwa sisi ni msingi ndio maeneo yake. Sio hivyo? Sisi ni msingi tulikuwa hapa na stick sana. Alafu na moduli nyingine inaitwa class operation. Tutakuja kuzitembelea kwa kuna hii ya views, masuala dropout ya wanafunzi. Kuna assessment score, masuala ya football.
na nyingine ni user management. Hii user management sasa ya mwalimu mkuu ambayo ndio uwezo wa mwalimu kasema sio password, sio kuna mwalimu katoa ukuu wa shule, lakini baadaye tunaona kama tumtoe yule ukuu wa shule mnyang'anya, au mwalimu katoa role fulani ambao hahitaji yeye akaje aina hii user. Na mwisho ni report. Report maana yake atafuta report kuja kuona kama report ya kwanza kabisa atakuwa akashinalia kazi yote. Na kila mtu anafanya hivi vitu vingine. Sasa kwa sababu moduli mama ni moduli ya user management. Hii ndio moduli mama. Hapa napitisha kidogo, alafu nitawapatia account. Maana nikiwapatia account za demo tusikilizana kweli. Yaani unafanya mimi na wewe ni mmoja. Tutapotezana. Sio kweli? Mimi nitafanya kwanza, alafu tutawapatia wote shule zote tutatengenezea account zetu ziko account. Wote tuna reset tumia hii. Hadi maafisa ya kata na pia watatumia account yoyote. Unaweza hata shule moja utatumia walimu wawili watatu, kila mtu anatumia darasa lake. Utafanya mazoezi. Sawa. Unaomba mimi niwapitishe. Angalia flow, alafu baadaye tunakuwa na session kama practical. Sijui itakuwa tabu hiyo. Sawa. Au tuende huko tutapotezana. Sasa school management yenyewe ina submoduli na submoduli ya kwanza inaitwa setup school. Na hii tunaita ni moduli mama. Setup school. Hii ndio moduli, yaani ndio sisi. Kwa hapa tutulize. Sisi huko tutapambana, lakini sisi tumebaki hapo setup school. Hiyo ni submoduli ya school. Submoduli nyingine ni manage student. Submoduli nyingine manage staff, student admission. Kuna submoduli nyingine wameiongeza timetable videos. Kupitia sisi safari hii unao uwezo ukatengeneza ratiba ya kila darasa. Kwa hiyo mleka mkubwa kama una ratiba kubwa, unao uwezo ukainput ratiba ya kila darasa. Kwa hiyo mwalimu yeye anaweza akachukulia ratiba ya ile darasa lake kama ratiba ya darasa matano sasa hivi ni fulani. Kuna uwezo kutoa ratiba. Kuna masuala ya social service, kule sasa hivi msingi ambao tunaingiza sio umeme, maji, sio gani. Alafu nutrition na zile ni programu za kitaifa. Hizi ni kama programu za kuongeza. Sawa. Lakini moduli nyingine ni sawa. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya ukumbi wa halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisko kwa TRC Mzundu TV and NDC.